Mtazamaji wa Vision Media, karibu sana katika mwendelezo wa habari na matukio kemkem na katika siasa, michezo, jamii na kadhalika. Leo tupo katika halmashauri ya wilaya ya Babati na tumekuwa katika kikao cha robo ya 4 mwaka 2026. Tumebahatika kukutana na diwani wa kata ya Dabil, Mheshimiwa Leonce Gwandu, na tunakwenda kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na maendeleo ya kata yake. Mheshimiwa Leonce, habari? Salama. Unaendeleaje? Sisi tunaendelea vizuri. Karibu sana, hongereni kwa baraza pia. Asante. Tungependa kufahamu pia maendeleo ya kata yako kwa ufupi sana kwa kipindi cha 2025 toka uchaguliwe tena kwa awamu nyingine 2026. Karibu. Asante sana. Sisi tunashukuru kama wana Dabil, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tunavyoongea mpaka sasa kata yetu ya Dabil imeshapata fedha kwa ajili ya mfuko wa jimbo na tumekamilisha darasa moja pale shule ya msingi Lomho. Hali kadhalika serikali imetoa fedha zaidi ya milioni 200 na kitu kujenga daraja pale Balolambi na ukarabati wa barabara kilomita 7 pale barabara ya Seloto mpakani. Kwa hiyo kwenye haya tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia na mbunge wetu mbunge wa jimbo Mheshimiwa Daniel Baransilo kwa kutupigania kuhakikisha kwamba wana Dabil wanapata kile wanachostahili kupitia kwetu sisi wanasiasa. Mheshimiwa Leonce, Mheshimiwa Diwani, tumesikia jana kwenye wakati wa mawasiliano ya taarifa za kuna kata baadhi ambazo zimekuwa na vikundi sugu na yako labda hivi vikundi ni vya vijana au ni watu gani? Ni vikundi vya kina mama ambavyo vilikopeshwa ile mkopo wa maelekezo ya serikali yetu ya awamu ya 6 ya 10% kwamba tuwakwamue kina mama kiuchumi. Tuna vikundi viwili, kikundi kimoja kikiwa kijiji cha Maganjwa, kingine kijiji cha Mandi. Tumesikia kipindi cha Juhudi pia. Ndio. Kikundi cha Juhudi. Sijawafahamu kwa haraka kwa majina, lakini ni kikundi ambacho nakifahamu cha pale. Kikundi cha Juhudi na kikundi cha Kotesh kijiji cha Mandi. Yapi ni mafanikio makubwa Mheshimiwa Diwani katika elimu kwa upande wako? Tunafahamu kipindi cha nyuma tumepita na mwenge kwenye kata yako kwenye shule moja pale karibu na bwawa lile la Gidewari pale. Sisi tumefanikiwa sana, mafanikio ni makubwa sana. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya ukarabati mkubwa wa shule ya msingi Gidewari, shule ambayo Mheshimiwa Rais aliweka zaidi ya milioni 180 kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasoma kwenye madarasa mazuri. Yalijengwa madarasa 6 ya kisasa kabisa ambao watoto wetu wanasoma, matundu 24 ya vyoo vya kisasa kabisa ambavyo Gidewari ya leo sio ile ya kabla ya hapo. Hali kadhalika shule ya msingi Birsima, shule ambayo ilikuwa na madarasa 4 mwaka wa 2021, lakini leo hii katika awamu hii ya 6 serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imejenga madarasa 6, matatu yakiwa ya kisasa kabisa na mengine ya mapato ya ndani. Kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Hali kadhalika Mheshimiwa Rais ametoa fedha za kujenga matundu ya vyoo, matundu 15 katika shule ya msingi Mandi. Kwa hiyo watoto wetu leo pale Mandi wanasoma kwenye madarasa mazuri kabisa. Hali kadhalika pale Lomho kama nilivyokueleza, serikali imejenga madarasa 2 mapya kabisa kupitia mapato ya ndani. Lakini hali kadhalika sekondari yetu mpya ya Maganjwa, Mheshimiwa Rais amejenga maabara 2 mpya kabisa za science, maabara za kisasa kabisa kwa milioni 120. Lakini hali kadhalika tunavyoongea sasa, kata yetu ya Dabil ni moja kata iliyonufaika kupata mradi wa umeme vitongojini, ambavyo vitongoji 6 sasa hivi mkandarasi yuko site na anaendelea na kazi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake kubwa na kwa kuwajali wananchi wa kata yetu ya Dabil. Mheshimiwa Diwani, kwa ufupi, kwa upande wa afya kukoje? Kwa upande wa afya kweli na Mheshimiwa Rais amewagusa wananchi. Zahanati yetu ya Sabilo, Mheshimiwa Rais aliweka milioni 50 pale kwenye zahanati ya Sabilo iliyokuwepo kabla ya 2021 sivyo ilivyo leo. Hali kadhalika aliweka zaidi ya milioni 30 zahanati yetu ya Mandi. Kwa hiyo tumeboresha vyoo pale vya wagonjwa pamoja na watumishi. Kwa kweli changamoto haziishi kwa mara moja, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Haya maendeleo yote haya tunayoyazungumza yametufanya sisi kata ya Dabil leo tufute ufaulu wetu wa wanafunzi, tufute kitu kinachoitwa Division 0.
matokeo yaliyopita ya kidato cha 4 na kidato cha pili, kata yetu haikuwa na division 0. Haya yanatokana na uwekezaji mkubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 imeyafanya kwa maana ya miundombinu bora ya elimu, hali kadhalika na hamasa kubwa ambayo sisi tunafanya kwenye kata yetu ya Dabil. Upi ni mchango wa ufadhili wa Karimu katika kata? Tunaishukuru tena pia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwaruhusu sisi kufanya kazi na shirika la Karimu Foundation. Tunashukuru sana shirika la Karimu kwa kutushika mkono. Mpaka leo tunavyozungumza, shirika la Karimu imejenga vichomea taka kwenye zahanati zetu zote mbili. Hali kadhalika shirika la Karimu ilitupa maharage. Mwaka huu wananchi wetu walikuwa na mazingira magumu sana ya uivishaji wa maharage, lakini shirika la Karimu ilitoa maharage kwenye kila shule kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaendelea kupata chakula cha mchana. Hivi tunavyozungumza, shirika la Karimu inatekeleza mradi mkubwa sana wa vyoo pale shule ya sekondari Dabil, mradi wa matundu 10 ya vyoo vya wavulana, matundu 16 vyoo vya wasichana na matundu 3 vya vyoo vya walimu. Hali kadhalika baada ya mradi huo kukamilika, tayari shirika la Karimu imetushika mkono kwenye mradi wa madarasa 7, madarasa 4 na ofisi 2 shule ya sekondari ya Dabil, na madarasa 3 na ofisi 1 shule ya sekondari Maganjo. Haya ni mafanikio makubwa, tunawashukuru wafadhili wetu. Sisi ahadi yetu kwao ni kuendelea kushirikiana nao, kuwashika mkono, kuhakikisha kwamba yale ambayo wanayakusudia yatekelezwe katika kata yetu yanaenda kuwanufaisha wananchi, na sisi tutahakikisha tunatoa ushirikiano na michango yetu ya hali na mali. Mheshimiwa Diwani, nini neno lako la mwisho sasa kwa wana Dabil kwa ujumla? Mimi neno langu la mwisho kwa wana Dabil, kwanza nitoe pole kwa wiki iliyopita tulikuwa kwenye kazi za maendeleo, wananchi walipata madhurika na nyuki. Ninawapa pole sana. Kama tulivyozungumza, niliwaambia hizi ni changamoto za kawaida, lakini nishukuru leo kazi ile imeenda kukamilika. Kwa kweli niwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kwenye kazi za maendeleo, lakini hali kadhalika leo kama tulivyosikia kwenye vyombo vya habari, wananchi wetu wengine walidhurika na kuvamiwa na mnyama aina ya fisi. Mimi rai yangu kwao, tuendelee kushikamana. Hizi ni changamoto za maisha ambazo lazima kila binadamu apitie. Kwa hiyo mimi rai yangu kwao, tuendelee kushikamana, tuhakikishe tunaijenga Dabil mpya kweli kweli. Mheshimiwa Diwani, tumesikia habari za fisi upande wa kata ya mwenyekiti ya Madunga kule, mwalimu wa kwaya alikuwa pia, lakini hapa Dareda pia pata msiba wa fisi. Kwa upande wa kata yako ilikuwa? Kwa upande wa kata yangu, usiku wa mida ya saa 8 mpaka saa 9 fisi alifika kwenye kaya ya mwananchi huyo. Hiyo kaya ina fence, akaingia kwenye fence hiyo, alimkamata mbwa, akawa anamla mbwa kwenye eneo la fence mle ndani. Yule mkuu wa familia alivyoona hivyo, alishuku kwamba baada ya kummaliza yule mbwa huenda akaenda kwa dhuru mifugo wake. Kwa hiyo alienda kumfukuza. Baada ya kujitokeza na kumfukuza, alivamiwa na yule fisi. Akatoka kijana mwingine, akamwacha huyo mzee, akamvamia na huyo kijana mwingine na mwingine na kijana mwingine wa jirani. Kwa hiyo ndio hali iliyotokea usiku wa leo. Lakini mimi nitoe pole kwa mwananchi wetu yule, na kama tunavyoongea serikali imeshachukua hatua, imewapeleka askari wa wanyamapori wako kule ili kuhakikisha kwamba mnyama huyo anasakwa ili asiendelee kuwadhuru wananchi. Labda Mheshimiwa Diwani, katika haya madhara kuna majeraha, kuna vifo, kuna majeraha? Kwa sasa hakuna vifo, ni majeraha. Wananchi wetu 4 walijeruhiwa. Hivi tunavyozungumza, mwananchi mmoja amepewa rufero ya kwenda hospitali ya mkoa kwa sababu aliumia vibaya, na wale wengine bado wako hospitali ya Dareda wanaendelea kupata matibabu. Ni katika kijiji gani kwenye kata yako? Ni kijiji cha Sabilo, kitongoji cha Dula. Mheshimiwa Diwani, nikushukuru sana kwa asante sana, niwatakie kila la heri. Asante sana.